Welcome to our class. Karibuni katika darasa letu la Systematic Theology. Tumshukuru Mungu kwa kutupa muhula mwingine wa masomo. Niamini kabisa kwamba tutasoma neno la Mungu kwa pamoja na tutajifunza kwa pamoja. Tuanze kwa maombi. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa uaminifu wako na ulinzi ambao umetulinda katika kipindi cha likizo. Umetuleta tena kwa ajili ya kuendelea kujifunza neno lako na hasa katika theolojia katika hali ya mfuatano. Tunaomba tunapojifunza mafunzo yanayohusu hata siku za mwisho, tusiwe tu katika kujifunza darasani, lakini pia tukapate kujiangalia katika siku za mwisho, tujue ni kwa jinsi gani tunakaa na kuenenda. Asante kwa ajili ya uaminifu wako na chuo hiki, kaendelee kukilinda na hata wale ambao watapata nafasi ya kuangalia masomo haya ukapate kuwa pamoja nao pia. Katika jina la Yesu Kristo bali nimeomba na kuamini. Amen. Tuanze na maandiko na karibuni. Tutakuwa na muhula mwingine. Wale ambao ni wageni na wakaribisha, wale ambao tulikuwa pamoja tunaendelea. Niamini kabisa kwamba utajitahidi tusome kwa pamoja. Sio wakati wa kutafakari jinsi ya kupumzika kulala, ni wakati wa kusoma. Katika Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo mlango wa 24, naomba tusome kifungu hiki kituongoze katika mambo ambayo nataka tukayapate kuyaangalia katika siku ya leo au tunapoanza kipindi chetu cha utangulizi. Leo ni mwanzo kabisa. Ni mwanzo kabisa. Na Injili ya Mathayo mlango wa 24, naomba tusome mistari michache. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 14. Tutaruka tena tutasoma 32 mpaka 44. Na tusome mistari hii kwa kupokezana kwa utaratibu tafadhali. Tasoma alafu utafuata soma mstari unaofuata, mstari wa 3. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nao ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalieni msiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nani mtasikia habari angalieni msitishwe, maana hayo hayabudi kutokea, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Mstari wa 32, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno huu karibu. Amin, nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kwa pamoja,
Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yu aja. Amen. Kwa mtini jifunzeni, kwa maana saa tusiyodhani mwana wa Adamu yu aja. Tunasoma habari ya siku za mwisho, na ni somo ambalo mara nyingi sana watu wanalipenda sababu ya ile hamu ya kujua itakuwaje. Hata hapa wanafunzi wanamuuliza Yesu Kristo, itakuwaje? Tuonyeshe, tuwaambie itakuwaje. Watu wanatamani kujua habari ya siku za mwisho, lakini si kutamani kujua habari za mwisho, lazima tujiandae kwa sababu ya siku za mwisho. Hiyo ni muhimu zaidi. Huwa napenda kutoa mfano huu mara nyingi sana. Ni rahisi sana kusema kwamba ninatamani kusafiri, na unaweza kwenda bus stand wala kusema nakaa pale stand kusubiri gari ambayo itaenda Dar es Salaam, itaenda Dodoma muda fulani. Sio muhimu sana kwenda kukaa kuangalia magari yanayopita, lakini je, unayo tiketi kwamba gari likija uende? Watu wengi wanatamani sana kujua habari ya siku za mwisho. Yaani ukijaribu kufundisha somo linalohusu siku za mwisho, watu hata hawasinzii, wanatamani kusikia. Nimeitwa kwenye semina za kuongea mara nyingi sana, kisikia tu nafundisha kuhusu habari za siku za mwisho, watu walali wanasikiliza kwa sababu wana ile hamu ya kujua itakuwaje. Lakini cha msingi sio tu kujua habari za siku za mwisho, cha msingi, je, uko tayari siku ile ikifika? Je, unayo tiketi? Kwa mtini jifunzeni. Ni kweli tunaishi katika siku za mwisho, na tutaendelea kuwa katika kipindi hiki ambacho cha siku za mwisho mpaka pale ambapo mwana wa Adamu atakapokuja kwa ajili ya kulinyakua kanisa. Na kipindi ambacho tunaishi, kama ni siku za mwisho zimekaribia zaidi na zaidi na zaidi. Hasa kwenye mambo ninayozungumza inawezekana usionayo, lakini unaweza kuyachukua tu kama utaona yanakufaa, kwa jinsi ambavyo utaona nafaa moja baada ya nyingine. Hasa kuanzia kifungu ambacho tumekisoma, tunaambiwa kabisa kwamba wanafunzi walikusanyika na waliuliza swali hili, na ambalo ni swali ambalo watu wengi wanapenda kutaka kujua. Tuambie, ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Tunatamani kujua itakuwaje, itakuwaje. Kiangalia kipindi tunachoishi, dalili nyingi ambazo zimeandikwa, nyingi zinatokea na nyingi zinaendelea kutokea, na inatufundisha kwamba kama ni habari ya mwisho, kama ni tulikuwa kwenye mwisho, tumefikia, yani kama mwisho tulikuwa mwisho hapa, labda tumefikia mwisho hapa kabisa, yani kama ndio mwisho wa mwisho. Kwa nini? Yale yote ambayo yalizungumzwa kwamba yatatokea, tunaona jinsi ambavyo yanaendelea kutokea moja baada ya jingine. Kwa mfano, walisema mstari ule wa 5, akasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, na hali ambayo imetokea sasa hivi ni mambo ya udanganyifu. Kuna ambao wanatokea katika hali kutabiri. Kuna ambao wanasema kwamba labda utakuwa mwaka 1100 ngapi huko. Kuna ambao walishatabiri misha dunia imekuja, lakini akawaambia kwamba kwa mtini jifunzeni. Yani lazima tuwe ni watu werevu wa kusoma dalili na alama za nyakati, tujue kwamba ni kwa jinsi gani hapo mwisho unakaribia. Hapo tunaona sisi tunaweka upande mmoja sawa, kwa hiyo upande wa pili unaweza kutumia kuandika vile ambavyo haviko. Ndio maana huwa na print upande mmoja. Mimi nina neema ya kutoa upande mmoja, lakini sio sheria. Sheria inatakiwa uprint pande zote, lakini toa upande mmoja maana yake ni ili kwamba ukipata vingine unaviandika upande wa pili. Asante, tuendelea. Kwa sababu mstari wa 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Hiyo ni mojawapo kati ya dalili. Walisema kwamba walitaka kujua dalili, tuonyeshe itakuwaje. Na kutaka kuambia itakuwaje, akaambia mojawapo ni hii, kwamba kuna watu ambao watakuja wakisema mimi ni Kristo, na kusema mimi ni Kristo maana yake ni kwamba kutainuka wengi ambao watadai kwamba wenyewe wana nguvu zile za Kristo. Watatokea makristo wa uongo, watatokea walimu wa uongo, watatokea watu wa uongo ambao watachukua nafasi ile ambayo ni ya Kristo. Na mahali pengine wanasema kwamba watawadanganya wengi.
na yamkini hata wateule watakuwa katika hatari ya kudanganywa. Hawatadanganywa, lakini inawezekana ni kama vile watawadanganya mpaka wateule, lakini wateule wa Mungu watasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Wateule watasimama imara, lakini yamkini, yani kwa jinsi ambavyo wataendelea kufanya mambo yao, ni kama vile hata wateule watakuwa kama tutapelekwa kama vile nasi tunataka kudanganywa. Yesu anasema wengi watakuja kwa jina langu na watawadanganya wengi. Je, na wewe utakuwa kati ya wale ambao watadanganywa? Je, na wewe utakuwa kati ya wale ambao watakipitia kipindi hiki cha kupata hao walimu ambao wanapitia hali ya kudanganya? Unajua, baada ya Yesu Kristo kuondoka, baada ya kupaa, zimeibuka mafundisho mbalimbali na ameendelea kuibuka, lakini kwa siku za leo yameibuka na mengi na mengi na mengi zaidi. Tunatahadharishwa na tunaambiwa ole, kwa sababu ndio jinsi ambavyo tunaelekea. Ukiona haya yote yanatokea, wewe tunazungumzia habari ya walimu wa uongo, sawa? Yaani kila siku tunazungumzia na imekuwa ni wimbo. Labda wengine mnakuazika, mnasema kwamba hivi, kwa nini mnawasema sana watu? Tunawasema watu kwa sababu tumeambiwa kwamba tunavyoona mambo kama hayo lazima tuwaonye watu wetu. Amen. Yaani unapoona haya mafundisho yanapojitokeza, mafundisho ya uongo, zamani walikuwa tunazungumzia mambo ya madhehebu mbalimbali ambayo ni uongo, Waislamu, labda Wahindu, wale ambao ni wapinga Kristo, Mormons, Jehova. Lakini sasa hivi ndani ya wale ambao wanaitwa ni Wakristo wanaibuka watu ambao ni walimu wa uongo, ambao wanataka kwamba wenyewe ndio wajigongee muhuri kwamba sisi ndio tuna mamlaka, sisi ndio tuna nguvu. Tunatahadharishwa. Yesu anasema mwenyewe kwamba wataibuka kwa sababu wataibuka akisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Hawezi kusema mimi ni Kristo moja kwa moja, unajua hawezi kusema mimi ni Kristo Atatumia vitu ambavyo vinafanya nini? Yaani atatumia njia ambayo inafanania na nani? Na Kristo. Yaani unajua, nasemaga mara nyingi sana, shetani hawezi kusema mimi ni shetani. Hali kadhalika mwalimu wa uongo hawezi kusimama mahali sema jamani, kuanzia leo nawafundisha uongo. Atasema hivyo? Hapana. Akisema hivyo hamtamsikiliza. Shetani anapokuja akileta uongo wake, anakuja kama malaika wa nuru, katika hali ambayo kwanza mnaweza mkadhani ni mwalimu mzuri sana, ni mchungaji mzuri sana, ni mtumishi wa Mungu mzuri sana. Lakini je, amebeba beji ya nani? Kristo yuko wapi na dunia yuko wapi katika utumishi wake? Ndio kitu ambacho lazima tuwe makini sana kuangalia. Na ndio maana nimesema tena, hatutaacha kusema haya, kwa sababu yanapotamka sisi tunatamka pia. Lazima tuwaonye watu wetu, lazima tuseme. Wahubiri wengi wanainuka sasa hivi wanatafuta kitu ambacho inaitwa ni self gratification. Yaani wanataka kujitukuza wenyewe, wanataka kujiinua wenyewe, lakini sio kumuinua Kristo. Na mtu yote ambaye anajaribu kujiinua mwenyewe asimuinue Kristo, tuwe makini sana. Kuwa makini na mtu wa namna hiyo. Ndio maana anasema kwamba watajiita wakisema mimi ni Kristo. Kwa maana nyingine watakuwa katika ile nafasi ya Kristo itachukuliwa na watu wa namna hiyo. Na watumishi ambao sasa hivi ukisikiza injili zao na ukisikiliza watu jinsi ambavyo wanapokea, watu wasemi kwamba Kristo ametenda. Watu wasemi kwamba Mungu ametenda. Watu wasemi kwamba naenda kusikiliza jinsi ambavyo Mungu atanisaidia, lakini naenda kusikiliza jinsi ambavyo fulani atanifanyia. Fulani atanifanyia, fulani atanifanyia. Je, hajafanya kwamba hajawa Kristo? Hajachukua nafasi ya Kristo? Kuwa makini sana, hata Mungu akikubariki akakuinua akakupa huduma, usitake jina lako litajwe kwenye huduma. Taje Kristo apate kuinuliwa. Kama Yohana ingekuwa ni mtu ambaye ingetaka kuinuliwa, nafikiri Yohana ingekuwa ni mtu muhimu sana. Ingesema kwamba unajua wanafunzi waliposhtaki, wanafunzi wa Yohana walipokuja katika ile debate, wale yule jamaa uliyekuwa unasema habari zake, ukisafisha njia kwamba kuna mtu anayekuja ukamtengenezea njia ukatangaza habari zake, yuko upande ule anabatiza watu wengi kweli, na watu kama wanaenda kwake wote.
Ngoto ni mchungaji mwenye kanisa ungefanyaje? Hivi una kanisa pale Faraja na hapa Utukufu wa Biblia. Alafu sikize wanafunzi wa BCA wameenda kule Faraja wote. Alafu mwanafunzi mmoja amwambie mchungaji, mchungaji, wanafunzi wa BCA wameenda kule Faraja unajua mchungaji nafikiri ingekuwa fury, hapana nyia hapana, liberty zingewahusu. Sio? Hapa yuko Yohana amefanya wanafunzi wake na ana wanafunzi wake. Hapa yuko Yesu ambaye alikuwa anatangaza habari zake. Mara baada ya huduma ya Yesu kuendelea, watu wakaenda kwa Yesu, wakaflock wakaenda kwa Yesu, lakini Yohana, wale wa Yohana wakaanza kuona wivu. Ili kanisa linaongezeka, watu wanakuwa wengi, kwangu wanapungua. Wakaenda kushtaki. Wanafunzi wa Yohana kaenda kumwambia master, asiye mchungaji ujue ambao watu wanakuama kanisa wote. Wanaenda kwa yule Yesu, asiye watu wanaenda kwa Yesu wote. Yohana alijibuje? Yeye aongezeke, mimi nipungue. Je, ni mchungaji gani, ni mtumishi gani hao ambao tunawaita ni watumishi mashuhuri ambaye atasema tayari kwamba nishuke ili Kristo ainuke? Tuwe makini. Ni dalili hizo. Na tuko ni dalili sawa Kwa hiyo ukiona matukio kama hayo yanayotokea tusishangae, kwa sababu haya yote hayana budi kutukia. Na tukiyaona hivyo, kwa mtini tujifunze kwamba mwisho umekaribia. Na je, ujumbe una nini? Ujumbe una nini katika ule ujumbe ambao unaletwa? Unajua sengine una ujumbe ambao unaletwa na mhubiri. Je, ule ujumbe unaleta kumtukuza Mungu au kumuinua Kristo, au kutafuta jinsi ambavyo utakuwa na utakuwa na umaarufu wako binafsi? Kwa mhubiri ambaye nimemtaja jana, nimemtaja sana, na naomba pia niendelee kumsema, na mtanisamee kidogo kwa sababu nafikiri wengi mmeshafuatilia, si ndio? Niruhusu nicheze kidogo hapa. Usiofanana na ushindi tulionao katika Kristo Yesu. Ole wangu nikicheka siku moja, kesho yake nitasaga na kukomboa meno. Imeandikwa wapi sasa? Ingawa shetani atanitesa. Yaani Yesu alishamsema chini ya miguu yako, leo anakutesea wapi tena? Nitajipa moyo. Na tunaamini sasa huo ndio kiroho. We cannot sing that rubbish. Nyimbo za upuuzi ukanusha neno la Mungu. Nyimbo za kijinga tu. Nitajipa moyo. Ingawa shetani hata kwa umekubali atakutesa. Wakati Yesu anasema pamoja na hayo ni zaidi ya washindi, mmeketishwa juu sana. Yaani tuna nguvu kuliko shetani. Maana yake ni kwa shetani ana mamlaka tena sasa hivi. Zinafanya watu wakubwa wanafikiri ni za kweli. Kuna nyimbo ni matusi kwa Roho Mtakatifu. Usiimbe wimbo usiofanana na ushindi tulionao katika Kristo Yesu. Ama ishi hapo. Maana yangu kusema hiyo nini? Yaani expose watu kama hao, kwa sababu tusipowaleta watu kama hao, watu wakafahamu ukweli, maana yake ni kwamba tunaendelea kuwapa nini? Umaarufu. Na lazima tufike mahali tuseme kwamba hivi nafasi ya mhubiri ni ipi? Hivi nafasi ya kanisa ni ipi? Nafasi ya mtu ambaye anatangaza injili ni ipi? Ndio, ni kweli tuna mamlaka, ni kweli tumepewa nguvu. Lakini je, shetani kwamba hayupo? Shetani yupo. Ndio maana kuna majaribu. Sipingi sana, kwa sababu haya ni maendelezo ya mafundisho ambayo alisema tena siku nyingine akasemaje? Hakuna haja ya kutubu. Alisema wazi, alisema hakuna haja ya kutubu kwa sababu ukishaokoka hakuna tena haja ya kutubu. Unatakiwa tu uishi, ni kudai haki. Hapana. Lazima tuangalie injili na ujumbe tunaotoa unamtukuza nani? Unamuinua Kristo au unamuinua mtu? Watainuka wengi wakisema kwamba ni Kristo. Lakini pia hiyo peke yake, nimesema nitilie mkazo sana hilo, lakini kuna dalili zingine ambazo zinaendelea kuelezewa mahali pale. Kienda mstari wa 6 na wa 7 leo kusema kwamba moja hapo dalili zingine, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado.
Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Na hayo yote ni mwanzo wa utungani, kama ni beginning of the sorrow. Sikia habari ya vita vinavyoendelea duniani. Na sasa hivi kuna wimbi ambalo watu wengi wanadhani kwamba ni mwanzo wa vita, kuna tengenezwa vita ya tatu ya dunia kwa hali ambayo inaendelea. Kwa Mkristo, kwa mtini fanya nini? Jifunze. Kwa Mkristo ni wakati wa kujitakasa zaidi na zaidi. Kwa yule ambaye ameokoka asimame vizuri katika wokovu. Kwa yule ambaye hajaokoka apate kutambua kwamba Yesu yu aje mapema, na sisi ambao ni wahubiri tuipeleke injili kwa haraka zaidi. Tunapoangalia habari ya siku za mwisho, na nimesema nianze mapema hivi kwa sababu tusisome tu mambo ya eschatology, siku za mwisho na nini na kifo na nini itakuwaje, mwili unaoziko unafufuka. Lazima, nimesema pale mwanzoni, je, unayo tiketi unapotazamia siku za mwisho? Hizi dalili unapozifikiria, unapozisoma katika muktadha, unaposoma habari ya siku za mwisho, unachukua kwamba hii itakuwa namna gani. Anasema vizuri kabisa, utasikia vita, na vita vimeendelea kuwepo na vitaendelea kuwepo, na machukizo na chuki zitaendelea kuwepo, na ndugu watapigana. Sasa unaposikia habari ya vita, vitufundishe tu kuambia kwamba itoshe kusema kwamba ule mwisho unakaribia zaidi na zaidi. Na hasa nasema hasa unapohusianisha mambo na nchi takatifu Israel, jua kwamba hapo kuna changamoto pia. Vita vinainuka sehemu mbalimbali, lakini sasa inayohusu pia nchi takatifu lazima tuwe pia concerned katika kitabu cha Ezekiel na Danieli, jinsi ambavyo tunaambiwa vizuri kabisa habari kuhusu siku za mwisho. Kwa hiyo pia ni kati ya dalili ambazo zinatuambia kwamba kwa mtini tujifunze. Tunaona kabisa kwamba kuna dalili, kuna ishara, kuna kitu ambacho kiko mbele yetu, na kile ambacho kiko mbele yetu kitatokea na kitatokea mara. Mstari wa 7, na njaa. Sio watu wanalalamika njaa mataifa mbalimbali sasa hivi? Kiangalia bara la Afrika juzi, mwaka jana kwa angalia kwenye TV, Sudani Kusini, Kenya Kaskazini, Turkana, watu wanakufa njaa, watu wamekufa njaa, watu wanalala, watu wanapangana Uganda, watu wanapangana foleni kwa ajili ya kutafuta hata apate uji wa kunywa, watoto shuleni, watoto wamekwisha na hali kusema kwa njaa zipo. Na tuseme kwamba ni kwamba watu hawafanyi kazi, sio kwamba watu walimi. Watu wanalima, lakini bado utakuwa kuna nini? Kunakuwa na ukame, kunakuwa na hali ambayo sio nzuri za vyakula. Kwa hiyo unaposikia habari ya njaa katika mataifa mbalimbali ambayo yanateseka kwa ajili ya kukosa chakula, tuamini kabisa kwamba pia hizo ni kati ya mtini unachanua kutuonyesha. Yaani kama vile Mungu anakuambia kwamba jamani, ninakuja, niko karibu. Yaani kama anakupa signal, anakupa signs za kukufanya upate kuwa na utayari. Mtakatifu azidi kujitakasa zaidi. Naposikia mambo ya science, mstari ule tuendelea, mstari wa 7 tena pia anaendelea kusema kwamba takuwa na njaa na hayo yote yanatokea, na pia mambo mengine yataendelea kuwepo, mambo kama ya madhoruba matetemeko ya nchi mahali. Tanzania hatuna. Sasa shida ni kwamba wanasayansi pia wametudanganya na mambo mengine. Unajua ndio changamoto Wanasayansi wanadanganya, sema mambo yakitokea tetemeko, anasema ni mabadiliko ya nchi. Ni mabadiliko hata kwenye njaa pia, mabadiliko ya tabia nchi. Ndio kitu ambacho watu wanajifichia hapo. Unajua mahali popote penye tatizo, na ndio shida imejitokeza kwamba watu wanataka kuita dhambi. Dhambi inaitwa ni kosa fulani, kosa dogo ambalo mtu amelifanya. Lakini dhambi lazima iitwe dhambi. Utendaji wa Mungu tuite ni utendaji wa Mungu. Mungu anatenda. Na kama Mungu ametenda, tukubali kwamba Mungu ametenda. Sasa usema kwamba hakuna sio dalili za siku za mwisho. Haya ni mabadiliko tu ya tabia nchi. Na haya mabadiliko ya tabia nchi kwa nini yatokee leo? Kutokea maana yake nini? Haya mabadiliko ya tabia nchi ndio yanatupelekea tujue kwamba kweli ndio kwenyewe huko. Sawa, mabadiliko ya kisayansi na jiografia na nini, matetemeko yanayotokea, sio nini, misukumo ya ardhi ya nguvu huku duniani ardhini. Matetemeko yanajitokeza, lakini kwa nini yatokee?
Sawa, ilikuwa imetokea zamani, lakini yanaendelea kutokea zaidi na zaidi. Vipimo vya Richter ambavyo vinaendelea kupima matetemeko, vipimo matetemeko ambayo ni makubwa. Inawezekana Tanzania tusio zinatokea sana hayo, lakini tunaposikia mahali, kwa hiyo tunaweza tusisikie, lakini tunasikia kwa wenzetu na nchi ambazo zinatuzunguka. Ni hali ya kutufundisha pia ya kwamba kwa mtini tujifunze. Hizo zote ni dalili. Tujifunze, hizo zote ni dalili. Lakini pia magonjwa, mstari wa 7, endelea tena kusema magonjwa na magonjwa yatakuwa magonjwa mbalimbali yatatokea na dhiki, magonjwa. Na sasa hivi kisikia mtu ana saratani, cancer, sasa nimesikia kama ni kawimbo tu kwa kawaida, lakini rate imekuwa kubwa tena zaidi. Na tumuombe tu Mungu, kwa tumuombe Mungu rehema. Kwa tu pray for mercies. Tumuombe Mungu rehema yake iwe kubwa. Lakini pia wale ambao ni watakatifu wapate kujua pia ni dalili ya nini? Ya siku za mwisho. Sababu Yesu alisema, na anapojifunza yani mambo kama hayo aliyotamka, sababu wanafunzi waliuliza kwa wazi na yeye akatamka, na alipotamka inawezekana wakati ule watu wakaona naomba ni mbali sana. Lakini tunapoangalia sisi tunaona kama historia na tunaona ni mambo ambayo yapo katika kipindi chetu. Kwa tuna mtu fulani jana tukane kanisani vizuri, ghafla amesikia tu ana kansa ya mapafu, ana kansa ya ini, ana kansa fulani, ana kansa ya koo. Magonjwa ambayo hayatibiki yako yanazuka leo na kesho na kesho kutwa. Juzi imetokea kesi ya nani huko Kongo na Uganda na Tanzania. Sasa hivi kusafiri inakuwa ni shida, Ebola. Yaani mambo tu yanajitokeza, yanatokea wapi? Wasema mambo tumepambana, tumedhibiti, imeisha kabisa, hakuna tena, inatokea tena katika nchi nyingine. Mara kwa COVID, corona. Hii inatokea wapi? COVID, na hii inatokea, yaani mambo yanajitokeza ambayo wakati kuna watu wanapambana. Ukipambana na hili linakuja kwa njia nyingine, ukipambana na hili linakuja kwa njia nyingine. Hilo pia ni tuonyeshe kwamba ni Mungu yupo katika operation ya kuwafanya watu wake atambue kwamba mtini umechanua. Kwa hiyo lazima tujifunze na tuwaambie, tuhubiri injili tukijua kwamba hatuna muda mrefu wa kuhubiri. Hubiri kama vile leo ndio mwisho, kwa sababu tujui kesho itakuwa namna gani. Kwa dalili ambazo zimejitokeza ni kama vile tunaishi mwisho kabisa. Lakini pia kama itoshi hiyo, mstari wa 9 akamwambia, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa kwa ajili ya jina langu. Persecution of Christians, mateso kwa ajili ya Wakristo, hasa wale ambao wanasimama katika ukweli. Ukisema uongo hamna mtu atakupersecute. Lakini ukisimama ukweli, ukisimamia ukweli wa neno la Mungu, tegemea upate mateso makubwa. Na wakati mwingine hutapata hata sapoti. Amen. Ukisimamia ukweli na ukasimamia ukweli, ukafundisha ukweli na ukasimama katika ukweli ule ambao Kristo anautaka wa Biblia. Kati ya teso la kwanza tutakalo kwanza, la kwanza tu la kawaida. Sasa toa sadaka, lakini huyu mchungaji tusimsupport, achana naye. Achana kwanza, hafanyi watu wajisikie vizuri. Hafanyi watu, anawasumbua watu sana. Hafanyi mapato ya kanisa yakaongezeka. Yaani hafanyi. Maana ni kwamba huwapi watu kitu ambacho watu wanakitaka ili wafurahi. Kwa kila siku tunarusha nondo tu kwa watu. Usirushe, usio mtu kurusha nondo, kwa mtu wa kuambia watu mambo mazuri. Wajisikie vizuri, wakijisikia vizuri watoe upate. Ukiwaambia sasa utateswa. Lakini sio hivyo tu, lakini pia literally kwa kawaida kabisa kuna mateso ambayo ni ya ukweli. Tanzania hatuna bado persecution for Christians. Bado tuna uhuru wa kuabudu. Ni jambo ambalo kumshukuru Mungu kwamba bado tuna ile uhuru wa kuabudu. Unaweza ukatangaza injili mahali pote na kukutana na wahubiri kule njiani. By the way, kwenye pointi ya kwanza ile ilianza na kitu ambacho nimekiruka mahali pale, nilikuwa nataka nikiseme. Kwa mara ya kwanza juzi nilikuwa napita mjini.
Kuna hao wahubiri wa barabarani huwa si wa support sana. Lakini juzi kuna mmoja nilimsupport mpaka nikampa na sadaka yangu. Unajua kwa nini? Alikuwa anasimama barabarani na maiki yake anasema kwamba mtumishi yoyote anajiita ni mtumishi wa Mungu lakini anawapa meza ya Bwana mpaka watoto wadogo, huyu ni mtumishi wa shetani. Nilipenda sana. Sasa meza za Bwana zinapewa kila mtu. Ibada za meza ya Bwana zimekuwa kwa yaani kila mtu tukienda tu tunapewa tu meza ya Bwana tu, mtu yote. Hata kama ni mpagani unapewa tu meza ya Bwana. Hata kama ni Muislamu ukienda tu unapewa meza ya Bwana. Hiyo meza ya Bwana hiyo. Alipotamka vile akatia mkazo asema yeye mtumishi, narudia tena, mtumishi yote hata kama ni wa kimataifa ambaye anashirikisha meza ya Bwana na anaita ni meza ya Bwana, anawapa watu ambao ni wapagani mpaka watoto wanawapa meza ya Bwana, huyo si mtumishi wa neno la Mungu, ni mtumishi wa shetani. Nilipenda sana kabisa, nikatoa pesa yangu nikampa. Siwapendagi kweli, nasema kweli siwapendagi wahubiri wa njiani, lakini yule alinivutia sababu alisema kitu ambacho ni cha kupambana na watumishi wa uongo. Ndio wako watu namna hiyo. BCA tuko wapi? Tukatangaza injili ya ukweli. Lakini ukitangaza injili ya ukweli ufanye nini? Utateswa. Kubali kuteswa kwa ajili ya Kristo. Na anasema kwamba ndio wengi wakati huo utakapojitokeza kutakuwa na mateso. China sasa hivi kuna mateso makubwa, Korea Kaskazini kuna mateso makubwa, kwa nchi za Kiislamu kuna mateso makubwa kwa wale ambao wanatangaza injili ya ukweli na ambao wanaenda kwa ajili ya injili. Tuwe ni watu ambao tunasimamia ukweli hata ikilazimu, kwa sababu tujue kwamba tunaishi kipindi ambacho ni cha siku za mwisho na mwisho zaidi. Lakini kati hayo pia maovu yanaongezeka zaidi na zaidi. Mstari wa ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa. Chuki ndani ya Wakristo kwa Wakristo, chuki ndani ya ndugu, chuki ndani ya kanisa, hasa wale ambao wanasimamia katika ukweli wa neno la Mungu. Hizo ni dalili pia ambazo, lakini pia uovu unaongezeka zaidi katika jamii. Wakati mwingine tunajiuliza kwa nini vijana wamekuwa wabaya? Kwa nini tabia zimekuwa mbaya? Kwa nini mambo yamekuwa mabaya? Kwa nini maadili yameporomoka? Tunapocheza na maadili ya kuporomoka kwenye jamii, kwa Mkristo, cheza pia na nini na neno la Mungu. Yaani ukiona jambo linatendeka, tusikae tu katika kuliangalia jambo lilivyotendeka, lakini pia tujue kwamba jambo hili limetendeka pia, lakini kuna maandiko ambayo yanafanya nini? Yanatimizwa. Na katika kutimizwa kwa maandiko, cha kufanya ni nini? Cha kufanya ndio tunapambana kutengeneza maadili, lakini pia tupambane kuhubiri injili. Kwa sababu nini? Tumeambiwa huo ndio mwisho. Kwa mtini tujifunze. Mtu umeshachanua, yani kama vile unaangalia tunda lako limeshaanza kuiva. Sasa kuna tunda limeiva, unataka uchumbe ufanye nini? Ule. That's very easy. Ndio kuchuma tunda ule. Na wakati mwingine tumekuwa na sisi wa Kristo kama vile tumefumbwa macho. Kama vile sisi hatutaki kusikia. Kama vile sisi tumekaa katika hali ya kuwa spiritual blinded, lakini tumeambiwa kabisa, waliuliza na wakaambiwa kwamba haya ninawaambia mambo hayo. Waliambiwa wanafunzi enzi zile, nasi pia tunaambiwa hata siku ya leo. Ndio uovu utaongezeka, na uovu unapoongezeka tujue kabisa kwamba hizo zote ni dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Atakuja mapema sana, na tuamini kabisa kwamba kuja kwake kuna karibia zaidi na zaidi. Upendo utapoa, na upendo unapopoa maana yake ni kwamba ndani ya kanisa utakuwa tena na ule upendo wa Kristo ndani ya kanisa utakuwepo. Mafundisho ya uongo yataibuka zaidi ndani ya kanisa. Wakristo wengi badala ya kutangaza upendo wa Kristo watakuwa wanatangaza upendo wa kupenda maovu na kupenda dhambi. Si kwamba utakuwa na upendo, lakini ule upendo wa Kristo hautakuwepo. Yaani utakuwa na upendo ambao ni upendo wa maovu. Na ndio pale ambapo sasa unakuta kanisa kama BCA, ukisema ni mtu ambaye ni wa ukweli utachukiwa. Lakini sasa ukisema ni mtu ambaye ni muovu unapendwa. Kwa lugha rahisi ni kwamba sasa ule upendo ambao ni wa Kristo utakuwa haupo. Sio kwamba hakutakuwa na upendo. Naomba tuelewane hapo vizuri.
Upendo wa dunia unaweza kuwa uwepo tu, upendo wa dunia, jinsi ambavyo waovu wanapendana katika mambo ya kiovu. Lakini ule upendo ambao ni wa Kristo, ambao ni agape, upendo ambao ni filio, upendo wa kupendana wa ndugu, hautakuwepo, kwa sababu kila mmoja atakuwa anatafuta jinsi ya kuwa maarufu kuliko mwenzake, kitu ambacho pia ni makosa. Lakini mwisho kabisa, sio mwisho katika umuhimu, nashukuru Mungu kwa sababu wakati huo huo tunapoangalia jinsi ambavyo injili inahubiriwa, tujue pia kwamba ni mwisho, ni dalili pia ya mwisho wa dunia. 24:14 huwa napenda sana mstari, na ni mstari ambao mara nyingi sana uwe unatutia moyo na unatupa hamasa kusimama katika kweli ya neno la Mungu. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kwa nini? Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hakuna ambaye atasema kwamba sikusikia injili. Hakuna excuse kwamba mimi naenda jehanamu kwa sababu sikupata kusikia habari ya Yesu Kristo. Niulize tu wale ambao tunasikilizana. Je, tunapotafakari habari ya injili kuhubiriwa, injili haijahubiriwa? Iwe ni ya ukweli, iwe ni ya uongo, habari ya Yesu Kristo haijahubiriwa? Kila kona, mahali. Kama kuna mtu ambaye atasema hajasikia injili, labda ni katheluthi, yani ka point kadogo. Kienda mpaka sehemu ambako injili haifai kuhubiriwa na hubiriwa. Yani wakati mwingine ndio Paulo anasema kwamba hata kwa ubaya, kwa nini, lakini Kristo afanya nini? Kristo anahubiriwa. Katika mazingira tofauti Kristo anahubiriwa. Kienda mpaka sasa zinawekwa nyimbo za injili. Unaenda baa kabisa, ni mahali ambapo utegemee kabisa usikize neno la Mungu pale, lakini mlevi ameenda pale, lakini unasikia tu Yesu anaokoa. Yaani mtu anashangaa anaweka wimbo tu pale, mpe Yesu maisha yako. Yaani mtu analewa, lakini anashangaa tu mhudumu kule sio ni roho amemuongoza au ni ya roho wa Mungu amemuongoza, anaweka tu, anashangaa tu ameweka wimbo wa injili ambao unaimba tonane paradiso. Sasa tonane paradiso kama usikumpa Yesu maisha. Tonane paradiso lazima unakuja tonane paradiso. Inawezekana ule wimbo wafanya nini? Ukamgusa yule mtu. Akasema, Nimeshaenda mahali fulani, sikwenda kunywa, lakini of course kuna sema unaweza ukaenda mgao na kunywa hapo, kuna vinywaji. Kasikia mtu kasikia wimbo kanisa unaimbwa. Sikia wimbo kanisa unaimbwa. Wewe ambaye ni Mkristo unafurahia, unatengeneza wewe unafurahia. Hapo pembeni na mtu anakuwa offended. Toa hiyo, mbona umetowekea hiyo saa hizi, sio muda wake. Maana yake ni kwamba imemgusa hadi. Imemgusa, acha tu hivyo, acha tu. Yaani imemgusa. Ukishasikia mtu amesema hivyo, na kama ni Mkristo unafanya nini? Unatumia nafasi kumhubiria injili pia. Sasa tayari karoka ameshamgusa, roho ya Mungu ameshamgusa pale. Unapomwambia toa hiyo, sio mahali pake, maana yake nini? Kuna ujumbe ameupokea ambao umemchoma. Ukishamchoma, maana yake hapo tumia nafasi kuanza kuhubiria injili. Inawezekana ndio mahali hapo anatakiwa ukoke siku hiyo. Injili inahubiriwa kila mahali. Kifungua milio ya simu, nyimbo za injili zipo. Kama zingine zina teolojia mbaya, lakini sio kama ya Bwana anasema. Shetani anatutesa. Shetani ni mjaribu. Anatutesa na anatupa kila aina ya mateso. Huko mahali hapa, hizi kona zote shetani yupo. Hauwezi sema shetani yupo. Na anatupa jaribu. Yuko mahali hapa sasa hivi. Hivi una mtu ambaye hajafikiria jambo ovu hata sasa hivi? Kuna mtu hajafikiria kweli? Unaweza ukaa huko mahali hapa, lakini hauko, yani uko mahali hapa unanisikiliza, lakini umeshafikiria jinsi unaweza kufanya mabaya huko. Hiyo ni nguvu ya nani? Hiyo ni temptation, majaribu. Na ukijaribu kuendelea tu kupalilia, ndipo hapo unasikia nini? Anachukua control, anakutawala, anakufanya ukafanya nini? Jambo ambalo ni baya. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu si ni washindi. Ndio, yupo. Shetani yupo, lakini tunapambana ili tumfanye nini? Tumshinde. Si kwa nguvu zetu, si kwa misuli yetu, ila kwa yeye ambaye ametushindia. Yeye ambaye ametushindia, tunapompa nafasi, tukamtukuza yeye,
anatupa nafasi ya kumshinda shetani. Si kwamba shetani yupo, na ndio maana majaribu yapo, ndio maana mara nyingi watu wanatenda dhambi, ndio maana watu wanaanguka, kwa sababu yupo na yupo kazini. Tasema kwamba sisi tumeshamfunga shetani, tukamseta, tukampeleka huko kuzimu, na tukamfunga na tukapungua na funguo, na tukatembea na funguo. Taangalia baadaye kwenye somo kwamba je, ni kwa jinsi gani ambavyo shetani amefungwa. Amefungua funguo tu. Nasema tena amefunga shetani, akamfungia shetani kuzimu, alafu akatoka na funguo, akatembea na funguo. Yesu Kristo ndio mwenye mamlaka hayo. Sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Tukimwamini Yesu Kristo anatupa ushindi. Lakini si kwamba sisi tuna uwezo kwamba sisi tuna uwezo sisi wenyewe. Unajua kitabu cha Jude, anashukuru mchungaji amekichukua na kifundisha Jude. Hata malaika kuna mahali ambapo walisema kwamba waweze kupigana, lakini wanasema Bwana afanye nini? Bwana akemee. Ni Bwana apate nguvu. Ni Bwana ndiye mwenye utukufu, si mwanadamu awaye yote. Kwa hiyo ndio injili itahubiriwa kila mahali, na injili inapoendelea kuhubiriwa kwa njia mbalimbali, na teknolojia zimekuwa nyingi sana sasa hivi za kuhubiri injili. Kwa hiyo hata kama wahubiri hawaendi, lakini pia bado injili inahubiriwa kwa njia ya teknolojia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hilo, na tunapoendelea kuona basi kwamba injili inahubiriwa mahali, inatufurahisha kujua kwamba hakika mwisho unakaribia zaidi na zaidi. Swali la kujifunza au kitu cha kujifunza ni nini? Au tunachotakiwa tujue, ili sasa tufanye Yesu aje mapema zaidi, ili Yesu arudi mapema zaidi, ni mimi na wewe kwenda kila mahali, kwenda kuhubiri injili sasa, ili kuharakisha kuja kwa Yesu Kristo. Inawezekana kwamba Yesu hajaja kwa sababu kuna mtu mahali, nasemaga hiyo sentensi mimi, inawezekana kuna mtu mahali katika kona fulani ya dunia ambaye bado hajafanya nini? Hajasikia injili. Yaani mtu mahali kwenye kona fulani, hatujui ni nani. Inawezekana hapa Chemchem, inawezekana pale Mwanza, inawezekana pale Korea, inawezekana pale China, inawezekana pale Marekani. Kuna mtu kwenye kona fulani ya dunia ambaye yuko mahali ambaye bado hajapokea injili. Atakapopokea injili ya mwisho hivi kwamba kwa ushuhuda, mwisho unafanya nini? Unafika. Ni sisi to advance. We have to advance the course of the gospel. Lazima tuipeleke injili mbele, ili kwamba kuharakisha kuja kwa Yesu Kristo mapema na mapema zaidi. Mwisho kabisa ni matukio ambayo yanatokea katika nchi takatifu, na yenye pia yatufundishe. Na ndio wasema kwamba kwa mtini tujifunzeni, na matukio yanayotokea katika nchi takatifu yanaendelea kutuonyesha kabisa kwamba hakika kuja kwa Yesu Kristo kuna karibia zaidi na zaidi. Ndio unajua kuna utawanyo mkuu ulitokea, na mara baada ya nchi ya Israeli imepigwa mara nyingi sana. Kwanza walienda Babeli wakarudi, na baadaye wakakaa tena na persecution, wakatawanyika katika mataifa mbalimbali mpaka walipopata uhuru mwaka 1948. Mara baada ya uhuru wa mwaka 1948 wa Israel, bado wa Israel wanaendelea kurudi, na wanapozidi kurudi katika nchi yao, yaani unaposikia wanatoka Marekani wanarudi, wanatoka Uingereza wanarudi, wanaporudi ina maana kwamba ni kwamba wanaendelea kufanya Kristo aje mapema zaidi na zaidi. Kwa hiyo matukio yanatokea katika nchi takatifu pia yatufundishe kwamba siku za mwisho, yani mwisho ule mwisho na mwisho unakaribia zaidi na zaidi. Cha kusema ni kwamba hatujui kalenda kamili. Yaani hatuwezi kuweka kalenda kamili kwamba labda siku fulani au tarehe fulani ndio ambayo Yesu Kristo atakuja. Na ndio maana anasema kwamba walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye. Yaani hatuwezi kuweka kalenda kamili kusema kwamba labda tarehe fulani mwaka 2030 ndio Yesu atakapokuja. Hapana. Kuweka namna hiyo maana yake ni kwamba ni kuingia katika kalenda au katika taratibu ambazo sio zetu. Mungu hajaruhusu hilo. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametupa tupate kufahamu, na kuna mambo ambayo yeye mwenyewe ameyaweka katika kalenda yake na taratibu zake. Yeye ambaye ametupa ni yetu. Kwa hapa ametupa tu mifano na dalili na ishara kwamba ukiona haya jua kwamba ukaribu unakaribia, lakini si kwamba wenyewe umefika. Lakini hakuna mtu anayejua. Lakini kumbuka kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu,
Je, watu wa Nuhu ilikuwaje? Si hivi. Injili inahubiriwa, jamani watu, jamani mvua itanyesha, mafuriko yatakuja. Haya watu wanacheka. Wewe huyu mzee mjinga kweli huyu. Mvua. Sababu unajua kwa sababu gani? Walicheka kwa sababu gani? Kusoma kitabu cha Mwanzo vizuri na vitu tumeshasoma. Kulikuwa kuna mvua ilikuwa imenyesha. Yaani mvua ambayo italeta mafuriko, alafu yatafanya kila mtu azame. Utasema ni kichaa huyo haiwezekani. Kwa sasa hivi ni kidogo tunaweza tukakubali. Tumeshaona mafuriko. Angalau mafuriko hata kama sio ile ya globe ya kati ya Nuhu, lakini angalau tukiona mafuriko yakipita mahali, sio tuliamka hapa asubuhi, hii compound yote imejaa maji. Angalau ni mafuriko hayo. Lakini wakati ule kabla ya Nuhu kulikuwa kuna mafuriko. Ni umande tu ulikuwa unanyesha nchi. Yaani ile mist. Kwa hiyo alipokuwa anahubiri habari ya mvua kunyesha na kutengeneza safina, watu walikuwa wanamcheka sana. Yaani kama sasa tunaposema kwamba dunia itafanya nini? Itateketea, watu wanacheka. Wanaomba ni kitu ambacho hakiwezekani. Dunia imekaa miaka yote hiyo, kwanza wengine wanasema kwamba kama dunia ikiisha hii, siku na sayari nyingine tunaenda kwenye sayari nyingine. Unajua watu wanasema hivyo. Okay, hii sayari, dunia ndio sayari, sawa? Kama hii sayari yenye watu ikiisha, wengine wanasema wanaenda kwenye Mars, kwenda kutafuta maisha huko. Sasa unafanya majaribio tu kwenda kwenye sayari ya Mars, wanasema kuna maisha. Kwa hiyo wanaona kwamba ni upuuzi, kwamba haiwezekani. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati ule, ndio jinsi ambavyo itakavyokuwa mwisho. Kwa sababu siku za mwisho wakakaa wakafurahi mpaka Nuhu alipoingia ndani ya safina. Alipoingia ndani ya safina, wasitambue mvua ilipoanza kunyesha, wakajua kwamba nini tena hiki? Kulikuwa na kitu kimetengenezwa, wanakimbia wanaanza tena kuingia. Haiwezekani kuingia. Ndio wanasema kwamba dunia sasa hivi pia imewekwa akiba. Kama vile ile wakati ule, sasa hivi imewekwa akiba. Si kwa maji tena. Ila kwa nini? Kwa moto itakunjwa na itateketea yote. Universe, yaani ulimwengu wote utaungua na utateketea wote. Mwenye masikio na asikie kile ambacho Roho analiambia kanisa. Siku za mwisho zipo. Na tukijua kwamba siku za mwisho zipo, ni jukumu letu sisi kuhubiri Injili na kutangaza Injili ya Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Ndio, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu. Na sasa kukesha hapa ni kuweka kwa tayari. Be ready wakati wowote. Na unapozungumzia habari wowote, kama ni mchana, kama jioni, kama ni asubuhi, hatujui ni wakati gani. Na kama hatujui ni wakati gani, lazima wakati wote uwe tayari. Yesu atakuja kwa ajili ya kunyakua kanisa, lakini pia akichelewa, kama atachelewa, tutaondoka sisi katika maisha duniani. Ndio maana ambao tunaenda kusoma sasa hivi. Kama Yesu atachelewa kurudi, sisi ambao tupo katika mwisho huu tutaondoka hapa duniani. Na tutakapoondoka hapa duniani, tutaondoka katika mazingira gani? Kesheni, kwa maana hamjui wakati ule. Watu wapata neema ya kuwa ugonjwa na sema kwamba wakati walikuwa mgonjwa nitatubu. Sio kila mtu anapata neema ya kuwa mgonjwa. Si ndio? Sio kila mtu anapata neema ya kuwa na udhaifu wa mwili, ajue kwamba labda imefikia mahali. Naweza kutoka hapa mzima kabisa sema ikifika asira, yaani nafanya naponda raha, alafu ikifika baadaye. Juzi last week tumemzika mtoto wa mchungaji. Wala ambao mko maeneo ya karibu hapo. Manyata kule. Kijana mzuri tu ambaye tulitegemea awe kijana mzuri ndani ya kanisa. Kijana mzuri mwenye ushuhuda mzuri, hakuwa na ushuhuda mbaya. Hatujui amemaliza maisha yake namna gani, kwa sababu yeye na Mungu. Amefanya shughuli zake vizuri kabisa, jioni amefanya kazi zake, na kulikuwa una kazi alikuwa anafanya, ilikuwa ifanyike Jumapili. Akamwambia baba, hii kazi haifai Jumapili, itatuchelewesha kwenda kanisani, kwa hiyo naomba tuifanye leo Jumamosi. Akafanya kazi Jumamosi, akamaliza ili impe nafasi yeye na baba kwenda kanisani Jumapili. Alimaliza kazi yake vizuri jioni.
Akasema ngoja niende Usa nikatembee. Akachukua pikipiki yake akaja Usa, amepaki pikipiki pale pembeni ya njia, amepitwa na gari amekufa. Baba usiku wa manane saa 9 anatumia message. Mheshimiwa Askofu, kijana wangu amekufa. Tumekula naye chakula cha jioni vizuri. Akasema naye kutembelea rafiki yake, lakini ndio kwa mwisho wa maisha yake. Alijiandaa kupata nafasi. Ndio, Mungu anajua nafasi yake jinsi ambavyo alikuwa, lakini kama alikuwa hajajiandaa mpaka point ile, huko ni pikipiki tu hivi unapisha na kufa. Kesheni, kwa maana hamjui ni wakati gani Bwana wetu atakapokuja. Neno moja tu, tukeshe, tuwe tayari. Kwa mtini tujifunze. Kwa hiyo niseme kwamba nimalizie kwa kusema kwamba kwa matukio ambayo yanatokea, kwa hali ambayo yanatokea, katika mambo yanayotokea katika mwisho wa siku za mwisho, tujifunze kabisa kwamba ni kweli mwanadamu aliyeumbwa na mwanadamu, kuna siku moja itakuwa ni mwisho wa kuishi hapa duniani. Either kwa kuondoka, kwa kufa, au kwa kubadilishwa wale ambao watakuwa hai ili kwamba tupate kumlaki Bwana mawinguni. Swali, je, itakapofika wakati wangu, wakati wako, itakuwa namna gani? Ni zipi dalili za kuja kwa Bwana wako, na ni zipi za mwisho wa dunia? Ni ipi ambapo itakuwa namna gani? Lakini haya yote tumeambiwa tujifunze. Tunapoona dalili kama hizi zikitokeza, tujifunze na tupate kuwa tayari. Okay? Tule break na tukirudi tutaendelea. Tutaanza sasa nosi zetu moja kwa moja baada ya break. Karibuni kwenye hiko sasa inaitwa mafunzo ya siku za mwisho au eskatolojia. Tutatumia neno eskatolojia sababu limetoholewa kwa Kiingereza, Kiswahili. Sio Kiingereza, actually ni la Latin, lakini limetoholewa. Tutatumia neno hilo leo, tutalikopa hilo neno kwa Kiswahili. Tutakuwa tunalitumia, na kuna sio neno hilo tu, kuna maneno mengi ambayo ya kithiolojia ambayo yanawezekana yakawa hayana tafsiri moja kwa moja ya Kiswahili. Kwa hiyo ukiona nimelibadilisha tu neno katika matamshi, tuelewane tu kwamba ndio jinsi ambavyo tunatakiwa tuende, sababu lugha yetu bado sio lugha ambayo iliandika vitabu vya theolojia. Kwa hiyo lazima tukubaliane, unless tupate kina Deo waanze kutafsiri vitabu vya theolojia. Yaani mpaka wakati huo tutakapopata vitabu vyetu vya maneno yale ambayo ni kithiolojia Kiswahili, tutaendelea kutohoa ya tutaendelea kuyatumia. Na takuwa katika mwezi huu wa 8 mpaka mwezi wa 11, Mungu akitupa neema, kama Yesu atakuwa jarudi, tutakuwa pamoja. Na naamini kabisa kwamba ule utangulizi wa kwanza ulikuwa unazungumzia tu jinsi ya kujiandaa kuwa tayari. Ilikuwa ni sehemu ya masomo, lakini kujiandaa kuwa tayari tunaposoma sasa siku za mwisho. Tujifunze kwamba je, atakapokuja atanikuta niko tayari? Eskatolojia ni neno linalotumika kuelezea eneo la mafundisho ya kibibilia ambalo linahusiana matokeo ya mwisho wa mambo, yani consummation, mwisho wa kila kitu kinakuwa nini. Tujikumbushe kidogo katika mfuatano wa mafundisho ya theolojia au mafunzo ya kuhusu Mungu. Tulianza kabisa na kumjua Mungu mwenyewe, naita ni theology proper, kumjua Mungu mwenyewe. Na wale ambao tulikuwa kwenye semina ile ya wachungaji, nafikiri tulijifunza kidogo, na wanafunzi tumeshajifunza labda kwa Kiingereza au kwa Kiswahili, lakini hiyo ni ya kwanza, ndio naanza, ndio theology proper. Hilo ndio yenyewe, kumfahamu Mungu, theism. Mara baada ya hapo tukajaribu kumjua huyu Mungu alifanya nini, alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo tukajifunza habari ya mwanadamu, jinsi alivyoumbwa. Tumesoma pamoja? Hapana. Anthropology tumesoma pamoja? Hapana. Mimi nimeanza kwenye soteriology. Baada ya mwanadamu kuumbwa, hakuumbwa alafu akaendelea kama jinsi Mungu alivyopenda. Aliumbwa, mara baada ya kuumbwa akaanguka dhambini. Na mwanadamu mara baada ya kuanguka dhambini, aliambiwa pale mwanzoni, aliambiwa siku utakapokula tunda utakufa hakika, kufa utakufa hakika. Kwa hiyo maana kwamba
ingeweza kutokula tunda hii tunayosoma sasa hivi ya eschatology, inawezekana tungesoma katika sura nyingine. Lakini kwa sababu alikula tunda, alikataa kutii amri ya Mungu, akala tunda, ile adhabu ya kufa ikawa effective, ikawa dhahiri, ikatenda kazi. Kwa hiyo kufa, utakufa hakika. Nashukuru Mungu kwa sababu ya ukombozi. Ndio maana tukasoma sasa fundisho la wokovu unaopatikana kwa Yesu Kristo. Na wale ambao wanaokolewa wanakuwa ndani ya kanisa, ambao wanaitwa ni wateule. Kwa hiyo tumesoma theology proper, theolojia yenyewe, kamsoma mwanadamu, tukasoma wokovu na Kristo ndani yake na kanisa. Sasa hivi sasa hili kanisa linaishia wapi? Huyu mwanadamu anaishia wapi? Huu ulimwengu ambao Mungu anaumba unaishia wapi? Kwa hiyo hii ni hitimisho la mafunzo yote ya nini? Ya theolojia. Kwa hiyo wale ambao mmekuja muhula huu, mtakuwa sio hasara, lakini kama vile mmeanzia mwisho alafu mwende mwanzo. Wale ambao walianza muhula mwanzo kwenye theology proper, mmeenda vizuri sasa hivi na mnaenda mwisho. Wangapi ambao walianza? Mlianza systematically? Mmeenda vizuri sana nyinyi. Hii inatokea mara chache sana kwa miaka mingi ya chuo. Sasa hiyo wataka kuja muhula ujao, tutaanza tena na theology proper, hivyo tunazunguka mpaka tunamaliza hii ya mwisho. Kwa hiyo kwa lugha rahisi sasa, nyinyi ambao mmenyosha mkono, mnatakiwa ni muda wenu kutaka kuondoka hapa chuoni. Ni muda wenu kuondoka hapa, ile mtakiwa tena mkae hapa, unless kama kuna kitu mnaongezea cha kusoma. Yaani kwa ule utaratibu ule waleta umeshafanya nini? Umeisha. Miula mingapi? 4 imetosheleza. Ndio utaratibu. Anyway, lakini hatujafukuza, bado mnaendelea kuongeza zaidi. Nataka tuongeze zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kiwezekana miaka mingi iwezekanavyo, ujifunze zaidi iwezekanavyo. Hata hapo kujifunza kidogo kinafanya nini? Kinakuwa na umuhimu ndani yako. Wewe usione kwamba labda credit moja tu. Hiyo moja ina muhimu wake. Kwa hiyo tafadhali tuendelee. Ndi kweli kumekuwa na wimbo ambao unaimba duniani, na huu ni wimbo wa elimu potofu, kwamba dunia ipo tu wala haiendi mahali popo, ipo na itaendelea kuwepo. Yaani kama vile vitu vinaendelea tu kuwepo, leo vile vinakuwepo, yani ni kama vile kuna uzunguko, yani leo watoto wanazaliwa, wanakufa, wanazaliwa wengine, wanakufa na nini hivyo, yani kuna kuwa na mzunguko bila mwisho. Hii si kweli. Si kweli, kwa sababu dunia ambayo tunaishi imekuwa na mwanzo, na kitu kikiwa na mwanzo inakuwa na nini? Kinakuwa na mwisho. Kama kunakuwa na mwanzo Mungu alifanya hivi, basi mwisho kutakuwa ni hivi. Kwa lazima tukubaliane kwamba kama kuna mwanzo, basi kutakuwa na mwisho pia. Biblia tunayoiamini inazungumzia juu ya siku za mwisho, na inazungumzia habari ya mwisho, na maneno ya siku za mwisho yanatokea mara nyingi sana katika Biblia. Lakini hebu tuangalie katika Injili ya Yohana, ambayo imetamka sana habari ya mwisho. Na mwisho zinazotumika mahali pale zinalenga hasa habari ya mwisho wa dunia. Injili ya Yohana mlango wa 6, neno hilo mwisho limetumika katika mlango wa 6:39 na mstari wa 40, 44, 54. Kwa hiyo Injili ya Yohana mlango wa 6 peke yake imezungumza habari ya siku za mwisho, mstari wa 39, 40, 44 na 54. Naomba nifuatilie ninaposoma mistari. Mstari wa 39 Biblia yangu inasema, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Yaani Yesu mission yake aliyokuja kuifanya, hakuja kufanya mission ya kufeli, hakuja kufanya mission ya kufanikiwa. Na hiyo ndio kitu ambacho mimi naenda kinyume na Waluteri saa nyingine. Mimi ni Mluteri, lakini naenda kinyume na Waluteri kwa sababu Waluteri wanaamini kwamba mwanadamu anaweza akawa ameokoka leo, kesho hajaokoka. Yeye anaweza kupoteza wokovu, lakini ninaamini kabisa kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa na kushikilia kazi yake kikamilifu. Kwa hiyo yule ambaye amekuja kwa Mungu atamshikilia. Kwa hiyo amesema kwamba yeyote ambaye Mungu amenipa, ambaye Kristo amekuja, amekufa kwa ajili yake,
hatapotea, lakini atamfufua siku ya mwisho. Kumbe kuna mwisho. Kumbe kuna mwisho. Aha. Weka alama hapo kama unataka kuweka alama kwa mwisho tumika mahali pale. Mstari wa 40 pia unazungumzia habari ya mwisho. Ila kusema kwamba pia anasema kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo tutafufuliwa siku ya mwisho, wale ambao tumekuwa na uzima, ambao tumemwamini yeye, tunakuwa na uzima wa milele na tutafufuliwa siku ya mwisho. Kumbe kuna siku ya mwisho. Siku ya mwisho ipo. Mstari wa 44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu mwenyewe alifufuka. Na kwa sababu alifufuka, maana yake ni kwamba yeye amekuwa limbuko la wale wengine ambao watafufuka baadaye. Kwa kama jinsi ambavyo alivyofufuka, na sisi tutafufuka pia katika utukufu kwa ajili ya kuishi naye milele na milele. Kwa hiyo Yesu amesema kwamba yeye mwenyewe atafufua siku ya mwisho, lakini wale ni wale ambao wanapelekwa kwake kwa kupitia Mungu. Hii inaitwa ni unconditional election. Uchaguzi usiokuwa na masharti, au ni jinsi ambavyo Mungu mwenyewe ameita. Hapo pia inachanganya. Unajua nimesoma kidogo theolojia ya Lutheran, na ndio maana nilisema kwamba ninachanganyikiwa sasa hivi, sababu ninakaa huku na huku. Sasa kule Lutheran wanasema kwamba unaweza ukaamua kuokoka mwenyewe. Unaweza ukaamua kuokoka ukakataa. Unaweza ukaamua nataka kuokoka, sitaki kuokoka. Lakini pia unaweza ukapoteza wokovu, unaweza ukamaintain wokovu wako mwenyewe. Hapana. Na pia Yohana inatufundisha vizuri sana. Na kusoma Injili ya Yohana kwa unyenyekevu itakupa picha nzuri kabisa jinsi ambavyo ni hatima ya mwanadamu kwa namna gani. Iko mikononi mwa Mungu, na Mungu na ni Mungu peke yake. Mstari wa 54 tuendelee tena pia, nasema kwamba aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Sasa hapo tena ndio tunapambana tena na Waluteri. Hapo by the way, likizo hii nimepata changamoto nyingi, na moja wapo kati ya changamoto ni kama hizi, kwamba unaambiwa kwamba kila mwili wa Yesu Kristo na kunywa damu yake unakuwa na uzima wa milele, na kifungo ambacho kinakuwa cited ni hiki. Na tusaidie. Nani amekoma kidogo? Noeli? Noeli umetajwa, na mimi sina upinzani. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Kweli si kweli? Kwa maana nyingine, anayeshiriki meza ya Bwana anao uzima wa milele. Kweli au si kweli? Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anayeshiriki sakramenti ya meza ya Bwana anao uzima wa milele. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Yaani kuna ambao ni kweli, kuna ambao si kweli. Joshua Marco, nimekuchagua wewe ati. Si kweli? Hapo nataka tuanzishe nini? Ushirika wa wanafunzi ambao ni waameki waliosoma BCA. Alafu nataka tukutane kwenye nini? Kwenye mafunzo maalum. So kuna vitu vya kurefute, kuna vitu vya kupinga ambavyo mnakataa kuvipinga. Sasa nadhani walazimishe, kama ni kuvipinga mpipinge. Kama ni kukubali mvikubali. Sasa mnanichanganya. Mkiwa hapa darasani mnasema si kweli. Mkienda huko mnasema ni kweli. Sasa mnanichanganya. Naona mimi nabakia mwenyewe kule. Melizedeki, watu wananichanganya. Nikienda kule nabakia mwenyewe, yaani hawaniungi mkono. Napambana vita mwenyewe. Hapa au huko? Ni kweli aulaye mwili wangu. Naamini hapa Yesu anachozungumzia, sababu kianza mstari wa 52, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaye mtu kutupa sisi mwili wake na tuule?
Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake na kuinywa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Hazungumzii habari ya kula mkate au divai, anazungumzia habari ya kumwamini, kukaa ndani yake, kumwamini yeye Yesu Kristo, ndio tunakuwa na uzima wa milele. Wayahudi walielewa kama jinsi ambavyo watu wanaelewa. Sababu walielewa kula nini? Mkate, kunywa divai, kunywa damu. Wayahudi walielewa kama jinsi ambavyo baadhi ya watu wa Lutero wanaelewa. Si kweli. Alimaanisha unapokaa ndani ya Yesu Kristo, yani unakuwa umoja, unakuwa na yeye, unakuwa na uzima, unamwamini, unakuwa na uzima na yeye. Yes. Anatumia hii. Kwa hiyo siku tuache mafundisho mengine, lakini nacho kitafuta hasa ni nini? Siku za mwisho, siku ya mwisho ambayo inatamkwa mara nyingi sana. Mlango wa 11 mstari wa 24 kaendelea kusema tena kwamba Martha akamwambia, najua kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Kwa kumbe hata watu walikuwa wameshafundishwa habari ya ufufuko wa siku za mwisho. Kwa hiyo Lazaro alipokufa na Mariamu na Martha wanajibishana sasa kuhusu habari ya ndugu yao amekufa, itakuwaje? Yeye Martha akasema kwamba mimi najua kwamba kuna siku ya mwisho, na siku ya mwisho atafanya nini? Atafufuka. Kwa hiyo waliamini siku ya mwisho, kwamba kuna ufufuo siku ya mwisho. 12:48 kwamba malizie kusema kwamba yeye anikataai mimi, asiyakubali maneno yangu, naye anaye amhukumuye, neno lile nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kwa maneno yamejirudia mara 6 katika Injili ya Yohana, na Paulo pia anatumia usemi sawa sana huo katika Timotheo na wa pili mlango wa 3 mstari wa 1 kwamba jueni habari hizi kwamba siku za mwisho kutakuwa na hizi na dalili zile ambazo anazitaja pale katika Timotheo mlango wa 3 mstari wa 1, Timotheo wa pili. Petro pia kwa njia hiyo aliandika, mkijua neno hili kwamba siku za mwisho kutakuwako watu wenye kudhiaki. Siku ya mwisho. Kwa hiyo Biblia imetaja habari ya siku ya mwisho. Yakobo na Yuda mstari wa 18 wanataja pia habari za siku za mwisho. Nimetaja watu wachache, wako wengi. Kwa hiyo ukitaka kuandika karatasi yako, pepa yako ya kuhusu siku za mwisho, unaweza kutoa siku za mwisho nyingi katika Biblia, jinsi ambazo zimeelezewa, jinsi ambazo zimetajwa. Ishara za nyakati za utoa ufahamu wazi kwamba siku ya mwisho ilikuwa imekaribia kuliko tunavyofikiri, na watu wakati ule walifikiri kabisa kwamba ni leo, ni kesho. Na wakati mwingine ndio maana katika kitabu cha Wathesalonike na pia Timotheo kwamba lazima utafanye kazi, sababu usipofanya kazi utakufa. Mtu anadhani kwamba labda nimefika siku za mwisho ni kesho. Na tukizungumzia sana habari za siku za mwisho, labda watu wanafikiri labda hamna hata haja ya kujenga nyumba, hamna hata haja ya kuoa, hamna hata haja ya kusoma. Sawa Yaani tunaposoma habari za siku za mwisho, unaweza kujengewa katika dhana ambayo unasema kwamba kama ndio basi unajenga ya kusoma. Yaani niumize kichwa alafu nisilale usingizi wakati siku za mwisho ni kesho. Mwalimu wetu alikuwa anasema kwamba kipindi cha mitihani kikaribia, wakati wa kusubmit assignment na mitihani inafika, wanafunzi wanatamani Yesu aje. Yaani hiyo ndio nyakuzi. Lakini mitihani kishaisha, hataki siku za mwisho, nataka tuendelee kuishi kidogo. Tuendelee kufanya, hatujui siku wala saa. Amen. Hatujui siku. Kwa hiyo sisi tuendelee tu, yani kama vile hatujui chochote, lakini tujue kwamba ipo na itakuwepo hakika. Mungu amesema itakuwepo na itakuwepo hakika. Siku za mwisho zimetajwa. Na tujue kwamba tumekuwa tukiishi siku za mwisho, sababu kuanzia Yesu alipokuja, kitabu cha Ibrania kinatuambia kwamba tumekuwa tukiishi siku za mwisho. Zamani kuna ishara ambazo tunatumika, lakini kwa siku hizi za mwisho
Mungu anaenda pamoja nasi kutumia Yesu ambaye amejifunua kwetu, na pia katika maandiko matakatifu Biblia. Kilele cha siku za mwisho kitakuwa ni katika siku za zijazo kulingana na mpango wa eskatolojia. Kwa hiyo mpango utakuwepo, yani kutakuwa na mbele. Ingawaje sasa tunaishi siku za mwisho, lakini kuna kilele. Kuna siku ambayo itakuwa ndio siku yenyewe. Yani kama tu mtu anasema kwamba siku za shule, lakini siku ya mahafali yenyewe. Ufunuo Yohana 1:1, ufunuo Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa mambo ambayo yanabudi kutokuwepo upesi. Na yeye akatumwa na kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana, na kwamba mambo ambayo yako mbele, siku za mwisho ambazo ziko mbele yetu. Ulimwengu tulionao, ulimwengu ambao tunauishi sasa hivi, ulimwengu ambao umeumbwa, ulimwengu ambao umejaa kila aina ya ghasia ambao tumezizungumza, na matukio yale yote ambayo tumeyataja, ile 10 yanatokea katika ulimwengu huu. Dalili zile zote ambazo tumezitaja katika ulimwengu huu ambazo zinaendelea, ni ulimwengu ambao hautadumu milele. Ni ulimwengu ambao utakuwa na mwisho, eskatos. Utafikia mahali ambapo hapa ni mwisho. Na Biblia inazungumzia juu ya siku za mwisho na mwisho. Na unapozungumzia baada ya siku za mwisho, maana yake ni kinyume na uumbaji. Si mwanzo maana kuna mwisho. Ulimwengu uliumbwa mzuri sana, hakuna mtu anapinga hilo. Katika uumbaji wa Mungu, Mungu aliumba, na tazama kila Mungu alichokiumba, tazama kilikuwa chema sana. Hakuna kiovu ambacho kilionekana. Kwa hiyo pia hatuwezi kusema kwamba labda kuanzia mwanzo Mungu alipoumba, aliumba akaona ulimwengu ni mbaya, kwa hiyo tafia siku moja atauteketeza. Hapana. Aliumba ulimwengu ambao ni mzuri kabisa, ambao ni mzuri kabisa, ambao unafaa kuishi perfect, bila kuongezwa kitu kingine ndani yake. Mwanadamu aliyeko ndani ya dunia ndiye ambaye alianza kubadilisha ule uzuri pale ambapo alimuasi Mungu na kuanza kufanya yale ambayo alitaka yeye mwenyewe, kuona kwamba matamanio ya binafsi yanafaa zaidi kuliko sheria za Mungu. Na ndio mara nyingi nasema kwamba tusimcheke sana Adam na Hawa. Hata kama ungekuwa ni wewe, ungefanya tu kama jinsi ambavyo walifanya. Kile alichokifanya Adam na Hawa ndio kitu ambacho mwanadamu hata siku ya leo anafanya. Kwa maana yale yote ambayo yako duniani, kwanza tamaa. Malizeni basi Injili waraka kwanza Yohana mlango wa 2. Vilivyo duniani ambavyo ni tamaa, haya hapo ndani yetu siku zote. Yaani ndani yetu yapo. Kama tu yalivyokuwa pale bustani ya Eden. Sio bustani ya Eden sasa. Tunazungumzia katikati yetu, katika ulimwengu tunaoishi. Katika ulimwengu ambao umejaa kila aina ya uchafu. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi. Mtu unafaa kwa kula, unafaa kwa kumfanya mtu awe mjanja, lakini pia unapendeza kwa macho. Na ndio mambo yaliyopo hapa mpaka siku ya leo. Mwanadamu tumeacha kumtii Mungu, wa Kristo tumeacha kumtii Mungu, tumeacha kutii Mungu na neno lake, tunafuata mambo matatu. Awe ni Mkristo, ndio maana tunatakiwa tuishi maisha ya toba. Tuishi maisha ya kujua kwamba shetani anatumia haya maeneo matatu kuleta majaribu, na kuleta majaribu kwa ajili ya kuweza kutushinda. Utaona kitu kizuri pale, utatamani kwamba kiwe ni cha kwako, kwa sababu mwili unakitaka. Mwili unatamani, unataka. Utaona kitu kizuri kwa sababu ya tamaa ya kupendeza kuangalia, utakitamani. Lakini pia Mungu akikuinua anasema kwamba hakuna kama mimi, ninafanana na Mungu. Njooni kwangu. Sio mwende kwa Yesu. Njooni kwangu, pokea ishara na miujiza. Njooni kwangu, nitawabariki. Njooni kwangu, njooni kwangu. Tayari hapo ni kiburi. Haya mambo matatu yapo. Kwa hiyo mwanadamu aliyeumbwa ndiye alikuwa mwanzo wa kuharibu uzuri wa ulimwengu ule ambao Mungu aliutengeneza. Mzuri sana ulimwengu mzuri, unaofaa matunda mazuri akaweka bustanini yote.
kwamba unaweza kula yote. Unajua kuna shida ya kula matunda yote bustanini, na ndio shida kubwa alionayo mwanadamu huyu aliyeumbwa. Na ndio shida kubwa alionayo Mkristo wa siku ya leo. Unajua Mkristo mwambie afanye vitu vyote atafanya, lakini mkataze kufanya kitu kimoja. Kile ambacho umemkataza ndio atakifanya. Halo? Mwanafunzi wa chuo, yani una uhuru kufanya vitu vyote kwenye kompa, lakini usifanye hiki. Ukishaambiwa usifanye hiki, ndio mtu anataka kukifanya. Nimepewa internet mpaka saa 1, 12 mpaka saa 1. Kwa nini mpaka saa 1? Ngoja nijaribu saa 2, labda kuna kitu tofauti kiko hapa. Ngoja labda kwenye saa 1:30 kuna kitu ambacho walimu wameweka hapa. Ngoja nijaribu kuextend kidogo. Temptation inakuja pale. Vyumba vyote ndani unaweza kaingilia vyumba vyote, lakini hiki chumba ni master, usiingie. Kuna nini hiki? Ngoja hata niingie tu nijue kuna nini. Ndio jinsi mwanadamu alivyo. Kwa hiyo tusimlaumu sana Adamu. Unajua watu wengi wanamlaumu Adamu. Haya, kama ningekuwa mimi ni Adamu nisingekula kweli. Ungekula tu na wewe. Angalia udhaifu tulionao. I'm not perfect, you are not perfect. Hamna mtu mkamilifu. Na ndio maana tunatakiwa tupambane kwa ajili ya kumshinda shetani na mitego yake. Anatuletea mitego mingi njiani, na tusipokuwa makini tunaanguka, na tukianguka tunaleta aibu katika jina la Kristo. Kwa hiyo mwanadamu ndio aliharibu, na mara baada ya kuharibu alibadilisha uzuri wa ulimwengu kama mbaya. Na kwa hiyo basi dunia tunayoishi haiendelei kuwa nzuri. Kwa hiyo mambo ya utopia ni dhana kwamba ulimwengu ambao tunaishi utaendelea kuwa mzuri, yani unaendelea kuboreka. Wanasema mwanadamu anaendelea kuboresha dunia kutoka katika hali mbaya kwenda kuwa katika hali nzuri njema. Baadaye iwe nzuri kabisa kama paradiso, mbingu duniani. Hakuna mbingu duniani hapa. Sana sana kuna jehanamu. Kuna huzuni na kuna kilio katika dunia hii. Kwa hiyo kwamba dunia hii itageuka, hiyo ni dhana pia ya mashahidi wa Yehova. Ndio, dhana mashahidi wa Yehova wanasema kwamba watairithi nchi. Kwamba kuna wakati ambapo tuna evangelize dunia. Tukisha evangelize dunia inakuwa nzuri mahali pa kuishi, alafu tunaendelea kufanya maisha endelee hapa duniani. Hii dunia. Alafu unajua ni kinyume na nini na sayansi pia. Sababu sayansi inasema mabadiliko ya tabia nchi yanafanya nini? Inaharibu dunia. Alafu watu wengine wanasema dunia itakuwa nzuri. Itakuwaje nzuri wakati imeshaharibika? Zamani kuna vipindi vya mvua vinanyesha, kipindi fulani mpaka kipindi fulani, kipindi cha baridi kipindi hiki, kipindi cha jua kipindi hiki. Sasa hivi hakuna. Wakati wote tu mvua inanyesha, wakati wote jua linawaka. Hapo nasema dunia inafaa kuishi. No, imezidi kuharibika. Tukubaliane kabisa kwamba Mungu ataumaliza ulimwengu atakapokuja kuhukumu ulimwengu huu ambao ni ulimwengu muovu. Huu ni ulimwengu muovu, sio ulimwengu mwema tena. Mwanzoni uliumbwa, tazama ulimwengu ulikuwa ni mzuri sana, lakini mwanadamu alipoingia duniani na vyote ambavyo vimeingia duniani vimezidi kuwa viovu zaidi na zaidi na zaidi, na uovu umezidi kuongezeka. Na maovu yamezidi kuongezeka, na ulimwengu umeendelea kuwa uovu zaidi. Hebu niambie kitu fulani. Mimi sio kwamba na mimi ni mzee kidogo, lakini sio sana. Kuna wazee zaidi kuliko mimi, lakini na mimi katika umri wa watu ambao wameishi duniani na mimi kidogo nipo. Kwamba ninapojaribu kuangalia mfumo wa maisha na Daniel tutasema pia Daniel kidogo na kidogo. Mfumo wa maisha jinsi ambao hata Noeli. Nilipokuja Chemchemu alikuwa kijana mdogo sana. Lakini Noeli ukiangalia maisha ya Chemchemu ya wakati ule na sasa hivi tofauti sana. Wakati ule kuna naenda kula pale kwa mzee Omar, tunakula maembe mpaka unakula miwa, unakaa. Kama kaparadiso. Chemchemu kama kaparadiso kadogo. Sasa hivi naona kila siku tunapozidi kwenda mbele maisha yanazidi kuwa magumu, mabaya, na hata hamu ya kuishi. Tuna hamu ya kuishi kwa sababu ya Yesu Kristo. Yaani tuna hamu ya kuishi ili tuendelee kutangaza Injili. Si kwamba kuna mambo mazuri. Kwa hiyo ambao mnakuwa sasa hivi msivyo kwamba ulimwengu. Nyinyi mnaokuwa sasa hivi wale wadogo. Ulimwengu sasa hivi ni mbaya sana. Nafikiri nani mdogo sasa hivi kuliko hata sasa hivi?
Yaani ulimwengu sasa hivi, uliza wazee wa zamani, watakwambia ulimwengu sasa hivi ni mbaya. Ngaji vijana nasema si na mtandao na interneti na nini na kuna smartphone na nini, ni mbaya. Wakati tulikuwa tuna smartphone, hatuna hata simu. Yaani ulimwengu ulikuwa ni mzuri sana. Musa? Anasema Musa ndio mtoto zaidi kwa sababu akazaliwa sasa hivi, kwa hiyo mbaya. Musa pole. Na wengine wote, hata wengine wote mlioko nyuma yake wote, sababu mnaona kwamba ulimwengu ni mzuri, hamna wote wanaenjoy maisha. Hakuna kuenjoy hapa. Enzi zetu kwa tuna hamna sasa nitaje huko nakutaja hata mjui. Okay, tuseme tu Usa. Nani hatuna ni Kitomari. Kwa natoka Usa enda mpaka Leguruki kwa mguu na kurudi. Hamna pikipiki, hakuna magari, hurio nakuja hivi na pishana nayo asubuhi, jioni na pishana nayo jioni. Unaenda kwa mguu mpaka kule na kurudi. Utasema mkono mchungaji baba alikuwa anateseka sana. Mungu siteseki. Mungu naona raha kwenda na kurudi. Sasa hivi ngombe unaenda. Unaenda Leguruki na kurudi. Unatoka hapo Usa unaenda Leguruki, ufanye kazi pale, urudi Usa. Naenda pale Kibaoni chukue pikipiki sababu tumerahisishiwa. Pikipiki ni mbaya pia. Ni ulimwengu mbaya, sio mzuri. Kwa tunatembea. Unatoka kwa mzee mmoja kutoka Sanganano anaenda kuingiza ibada Mbuguni. Anaingiza ibada Mbuguni na kurudi. Yaani anaenda kuingiza ibada na kurudi. Sasa hivi mwambia mwinjilisti atoke Amburena kaingiza ibada hapa Usa. Ni mbali sana, siwezi kwenda. Unatembea tu kwa mguu, una shida gani? Kwa miguu imelemaa. Anasema watu wanaozaliwa sasa hivi, Musa, mnaozaliwa sasa hivi mna shida. Afredi sawa niwaambia sasa hivi toke Kikatiti ukafanya ibada Maangashini kwa Petro, unasema basi sitaweza kufika kule. Kwa nini usifike? Unatembea tu unaenda. Vijana hawawezi. Ulimwengu umezidi kuwa muovu. Umezidi kuwa mbaya. Magonjwa yamezidi, madhaifu ya miili yameongezeka zaidi na zaidi. Lakini katika haya yote kuna siku ambapo Mungu anakuja hukumu. Ndio maana tunasoma habari ya nini? Ya siku za mwisho. Kutakuwa na haya yote tunayozungumzia, yatakuwa na climax, yatakuwa na mahali ambapo yataishia. Kwamba ndio hizi zote taabu zote zitafika mahali zitafikia mwisho ni hapa. Wakati Kristo atakapokuja kwa ajili ya kuhukumu. Neno eskatolojia kama jinsi linavyotamkika, eschatology ukilitafuta kwenye Biblia utalipata. Kabisa utalipata. Kwa hiyo lakini pia hata kama usipolipata, eschatolojia ina maneno ambayo yanahusiana na hilo yapo mengi sana. Ndio maana tumesoma habari ya siku za mwisho, siku ya mwisho, siku za mwisho. Haimaanishi kwamba wazo la eschatolojia halionekani katika maandiko, lipo. Wazo hilo limeenea katika maandiko yote. Kwa hiyo dhana ya mambo ya siku za mwisho yapo kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, yameelezwa vizuri. Ni lile neno tu jinsi linavyotumika eschatology alijaonekana. Kwa nini? Kwa neno hilo linatokana na maneno mawili ya Kiyunani au ya Kigiriki ambayo yametumika kwa kuchanganywa ili yalete maana sahihi ambayo itakuwa rahisi kufahamika na kueleweka. Kumbuka kuna wakati Kiyunani ilikuwa ni lingua franca, ilikuwa ni lugha ya kutamkwa dunia. Kwa hiyo wakati huo Kiyunani ilitumika sana, ni maneno mengi ambayo ya theolojia pia yaliandikwa katika lugha hiyo, ambayo pia ilikuwa ni lugha ambayo ilitumika kuandika Biblia, Agano Jipya. Kwa hiyo pia ikawa ni lugha ambayo imetumia kwa kuandika maneno mengi kuliko hata Kiingereza wakati mwingine. Maneno yaliyotumika ni eschatos, maana yake ni mwisho. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema eschatos, maana yake anazungumzia kitu cha mwisho. Kitu cha mwisho. Yaani kile ambacho ni cha mwisho, eschatos. Lakini kama kawaida kunakuwa ni combination ya maneno mawili. Neno jingine pale ni logos au logon, ambayo inamaanisha ni neno, tamko, majadiliano au kozi, kitu kimetamkwa au neno ambalo limetamkwa. Kwa hiyo basi tukifundisha, tukiweka maneno kwa pamoja, tukiachanganya kwa pamoja kuhusu neno siku za mambo ya mwisho na majadiliano, tunaweza kusema kwamba eschatology ni majadiliano
ni mafunzo, ni mjadala, ni maneno yanayohusu mambo ya siku za mwisho. Tumeelewana eh? Yaani neno eschatology kama jinsi lilivyo katika sura yake, katika umbo lake, katika andiko lake lilivyoandikwa, huwezi kulipata kwenye Biblia. Lakini wazo la siku za mwisho lipo kwa sababu kunakuwa na majadiliano, kumekuwa na utafiti, kumekuwa na mazungumzo, kumekuwa na habari zinazohusu mambo ya mwisho. Kwamba mwisho utakuwaje, mwisho utakuwaje na mwisho utakuwaje. Kama tu tulivyosoma katika Injili ya Mathayo, kwamba Yesu waliuliza, tuambie ni nini dalili za kuja kwako na habari ya siku za mwisho itakuwaje? Kwa hiyo mbele kuna mjadala unaohusu habari za mwisho wa dunia. Ingawa Biblia haijadili kila jambo kuhusu eskatolojia, yani huwezi kuweka details zote, sababu naamini pia mwanadamu jinsi alivyo muovu ingetamani kujua kila kitu details, na mpaka kujua kwamba pumzi itaanza kupumua saa ngapi, au mtu anapopumua. Ni unajua watu wanauliza mpaka kule mbinguni, hivi nikienda kule mbinguni kama nilikufa nikiwa na ngeu, kule mbinguni nitakuwa na ngeu bado? Watu wanauliza mambo hapo. Kuna mambo mengi ambayo ni details ambazo pia mtu ambaye bahati mbaya alipata ajali akakata mguu, amekufa akiwa hana mguu mmoja. Sasa kule mbinguni atakuwaje? Jibu. Mbinguni atakuwa na miguu yote, atakuwa na mguu mmoja kule mbinguni milele na milele. Bwana anajua. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanahusu umilele ambayo hayajafunuliwa yote, lakini yale ambayo yamefunuliwa, Mungu amependeza afunuliwe ili yapate kutufundisha. Kwa hiyo Biblia haijadili kila jambo kuhusu eskatolojia, kila jambo kuhusu mwisho haijadili kila jambo. No, sio kila details. Inatoa maelezo ya kutosha kuhusu kufunua mafundisho ya eskatolojia. Biblia inatoa mafundisho, inaeleza vya kutosha. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba labda haieleweki. Hapana, inaeleweka kabisa. Na kitu ambacho Mungu alitaka kijulikane, kifahamike, kinafahamika vizuri kabisa. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba migawanyo 9 ya jumla inaweza kuendelezwa ili kufanya utafiti huu kuwa wa manufaa. Kwanza angalia habari ya kifo cha mwili. Sababu ikiwa mwanadamu kufa, kwa lazima tuangalie habari ya kufa. Hatutaishi milele. Tukishazungumzia habari ya kufa, watu wapendai kusikiliza hiyo. Kufa kupo. Sawa kufa kupo. Yaani ni topic ambayo ni nzuri sana, kwamba nijue nitakufaje. Wengine nikauliza tena nikasema, unataka ufe uende mbinguni au unyakuliwe? Nauliza tena leo. Unataka ufe uende mbinguni, ufe ufufuke uende mbinguni au unyakuliwe? Unyakuliwe? Napenda shoti gani? Ukinyakuliwa, ukiwa kule mbinguni ukikutana mtu aliyefufuka, kutakuwa na watu umeruka. Atakuwa anakucheka, mwenzako atakuwa anakucheka. Sema kupitia tu hii. Kama vile umepata degree bila kupata diploma. Kwa hiyo utakuwa umeruka. Hujapata uchungu wa uzuri wa diploma hujapata. Kwa hiyo ukifa alafu ukafufuka, hapo unakuwa na experience nyingine tofauti. Kwa hiyo kutakuwa na habari ya kifo, mwisho wa mwanadamu, lakini pia kutakuwa na hali ile ya kati, kwamba mtu akisha kufa nini kinakuwa. Hiyo ni tunaita intermediate state. Baada ya kifo kunakuwa na nini? Tutakuwa habari ya ujio wa pili wa Kristo kwa ajili ya watakatifu. Sasa na ujio wa pili hii ni tunaita second coming. Ujio wa pili kwa ajili ya watakatifu. Tazungumza pia habari ya hukumu ya waumini, yani watakatifu watakapata hukumu yao. Leo tunasema sio hukumu kwa ajili ya adhabu, lakini hukumu kwa ajili ya mema. Tutajifunza habari ya kuonekana kwa mpinga Kristo na habari ya dhiki kuu, tribulation, dhiki. Tutaongea pia habari
ya kuja kwa Kristo pamoja na watakatifu. Kuna vitu viwili hapo, sawa? Kuna ile ya kwanza, kuja mara ya kuja kwa ajili kuwajia watakatifu. Yesu anakuja kwa ajili ya kuwajia watakatifu. Hii tunaita nini? Kunyakuliwa. Na hii ya kwanza ndio tunasema kwamba Yesu hatatua hapa duniani. Ndio tunasema katika Wakorintho na Tesalonike kwamba tutanyakuliwa tukakutana na Kristo wapi? Mawinguni. Hiyo ndio ile ya kwanza atakapokuja. Zote tunaita ni kuja mara ya pili, lakini kuja kwa mara ya pili kuna gawanyika katika hizi hatua mbili. Ile ya kwanza anakuja kwa ajili ya kunyakua watakatifu, lakini atakuja pamoja na watakatifu. Kumbuka atakaponyakua watakatifu atakaa nao, tutakaa pamoja na yeye, na kutakuwa na hukumu na nini, na harusi ya mwana kondoo tutafurahia na nini. Mara baada ya ile miaka ya dhiki kuisha hapa duniani, miaka 7 dhiki kuisha, tutakuja pamoja na yeye kwa ajili ya kuja kutawala. Miaka mingapi? Wala ambao mnaamini millennium. Sasa wengine kama huko mahali hapo uamini millennium, kwa hii sio sehemu yako. Itakuwa ni sio sehemu yako, sababu wale ambao tunaamini millennium tutakuja kutawala miaka 1000. Tutakuwa na ufufuo wa wafu. Na sasa ufufuo wa pili wa wafu sasa huu unajumuisha pia sasa wale ambao wamekufa bila Kristo, ambao hawatafufuka pale mwanzoni. Ile kwenye unyakuzi hawatafufuka, watabakia makaburini, lakini mara baada ya yote kutokea pale mwisho watafufuka. Lakini sasa kufufuka ni kwa ajili ya hukumu ya kiti kikuu cha ufalme, Great White Throne Judgment. Haya yote ni mambo ambayo hayana budi kutokea. Haya yote ni mambo ambayo yatatokea mara. Haya yote ni mambo ambayo tutajifunza kwa mfuatano, kwa utaratibu, kama jinsi ambavyo Mungu atatupa nafasi. Wewe mambo yote tutapitia moja baada ya jingine, na niamini kabisa kwamba tutakuwa na wakati mzuri wa kujifunza teolojia hii kwa mwaka huu na kwa muhula huu, ili kwamba hata tupate kujua kwamba sasa tumeshapata ukombozi kwa Yesu Kristo. Na kumbuka kwamba tulipokuwa tunasoma habari ya wokovu, tulisoma mambo ya kwanza, unamjua Yesu Kristo, unabadilika na nini, lakini kuna ile hatua ile tuliita ni finali. Finali tuliita nini? Kama mnakumbuka? Finali ya wokovu tuliita ni nini? Tuseme kwa Kiswahili, kozi ni ya Kiswahili. Kutukuzwa au tukufu, kutukuzwa. Sasa huko kutukuzwa ndiko tunako kusoma sasa. Sasa hivi bado hujatukuzwa. Bado hatujafikia glorification. Glorification tunaiangalia kule mbele. Soma katika waraka wa kwanza wa Yohana. Na malizia. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa sababu tujue kwamba tunachokiangalia, tunaangalia kitu ambacho kiko mbele yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na mstari wa pili, nasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuite wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Si kweli sisi ni wana wa Mungu? Kuna shida hapo? Kuna shida kwamba sisi ni wana wa Mungu? Haina shida. Ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuite wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa hawakumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. Haina shida kabisa, tu wana wa Mungu. Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini kwa baadaye kwenye utukufu hatujajua itakuwaje. Sasa hivi ni tu wana wa Mungu, lakini bado haijadhihirika itakuwaje baadaye. Kwa nini? Kwa kuwa tujua kwamba atakapodhihirishwa, atakapofunuliwa, atakapokuja, tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Wapi hapo? Mbele.
Yohana anapozungumzia, kuna ambao anazungumzia sasa hivi kwamba sasa hivi tu wana wa Mungu, sasa hivi ni sasa hivi tuko wana wa Mungu, lakini kuna hatua nyingine ambayo ya kiwokovu ambayo yuko mbele yetu. Hiyo hatua ya pili ya wokovu ambayo yuko mbele yetu ni wakati Kristo atakapodhihirishwa, atakapofunuliwa, tutakapokuwa pamoja naye, tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Takuwa tena sio swala la tumaini. Kwa hiyo tunamtumaini Yesu, tutakuwa tayari tuko pamoja na yeye. Kwa hiyo hata ile maswali ambayo yanakuwa ni magumu, ambayo saa nyingine huwa tunashindwa kuyajibu, nisema tukapata majibu yake wakati huo. Na kama tutapata majibu yake, tunamuuliza nani? Tunamuuliza Yesu direct. Hamna haja kumuuliza hata mchungaji au mwalimu. Mimi kati ya swali ambayo nataka kumuuliza Yesu, unajua swali gani? Ulisema kwamba kuna mitume 12. Sasa mitume 12 ni wapi? Mara baada ya Yuda Iskariote kuondoka, ni Matia au ni Paulo? Nyie mnajua? Mnanipa jibu kabla sijaenda kumuuliza Yesu. Noeli, ni Matia au ni Yesu? Ni Matia au ni Paulo? Ukifika tu direct utapata jibu kamili. Hata utamuuliza hata. Wewe fikiria swali ambalo gumu la kusumbua kila siku na Wakristo wanakuuliza, unakosa jibu, lakini siku kule majibu yatakuwa, sababu tutafanana naye kama jinsi alivyo, tutajua yote. Yaani ile omniscient ya kwanza ambayo ilikuwa pale bustani tutarejeshewa, tutajua kila kitu, tutajua kama jinsi alivyo. Na kwa hiyo basi tukijua hivyo tunatakiwa tufanyeje sasa? Mstari wa 3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye ujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa lazima tujifunze kuwa watakatifu ili kwamba tufanane na yeye zaidi na zaidi. Mwisho, wakati Wakristo wa kweli wakisema amina, hata hivyo njoo Bwana. Sababu watu wa kweli wanasema njoo Yesu Kristo, njoo mara moja. Wasioamini wanadharau wakisema, iko wapi ile ahadi ya kuja kwako? Kuanzia miaka kila mtu yani kuanzia nimekuwa kijana, nimekuwa mtoto, Sunday school naambiwa Yesu anakuja, Yesu anarudi, iko wapi hiyo ahadi? Hakuna, ameshasahau. Mwingine akasema kwamba Yesu amekuwa busy sana kurudi duniani, au amerudi katika dunia nyingine. Kumbuka kwamba zile siku ambazo tunasema ni siku nyingi, kwake sio siku nyingi. Miaka 2000 ni kwake ni mingi. Siku ngapi? Siku 2 tu. 2 tu, only 2 days. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba mbona miaka imepita mingi sana, miaka mingi. Hamna miaka mingi. Ni just 2 days. Yeye kama anafikiri tu kwamba aongeze tena siku nyingine ya 3 ili kwamba tuhubiri injili zaidi. Akiongeza siku ya 3 tutaona miaka mingapi? 1000 tena mingine. Wow, bali sana, miaka 1000. Na atakuwepo duniani, sio kila kitu tutakuwa kimeshaisha. Lakini anaona sio siku nyingi sana. Lakini mwenye matumaini haya anajitakasa yeye mwenyewe. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki ambacho tumeanza siku ya leo, na tumeanza utangulizi kuhusu siku za mwisho, na tunaamini kabisa kwamba si tu kusoma habari ya siku za mwisho, ila kila mwenye kusudio na mwenye tumaini la uzima milele yatupasa kuendelea kujitakasa, kwa maana wewe ni mtakatifu. Tunakushukuru ajili ya vipindi vinavyoendelea katika siku ya leo. Baba, ukapate kuwa pamoja nasi, na kutangulie ukaendelee kuwa ni mwalimu mzuri. Roho Mtakatifu akitufundisha na kutuasa na kutuonya, tuenende katika njia ambayo inakusudi na kupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, nimeomba na kuamini. Amen.